na anaishia kutueleza alipoteza kumbukumbu. Nini ambacho ndugu yetu Meshaki anatueleza? Msikilizaji, karibu sana siku njema ya leo, tuyasikie mengi haya kuhusu maisha. Kumbuka msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambao ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Mimi Veronica Franki huambatana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Karibu sana. Karibu pia ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Asante sana. Naona comment zako mara nyingi na kwa tunakosa muda wa kusoma. Lakini nilikuahidi naweka mambo sawa ili niwe napata muda wa kuweza kupitia ujumbe wako, na nitafanya hivyo. Siku si nyingi. Ndio. Kumbuka pia tunaendelea kusherehekea miaka 11 ya EFM. Tunazidi kushukuru sana msikilizaji kwa kuwa mshirika wetu wa karibu sana. Miaka 11 kuwa hewani sio mchezo. Hakika tumekufikia kwa mengi sana. Sasa tuendelee kusherehekea miaka hii 11 na sisi tunakuandalia vitu vizuri kila inayoitwa leo kuhakikisha wewe msikilizaji wetu unazidi kufurahia kila saa. Tuendelee mbele zaidi. Ndugu yetu anaitwa Meshaki akitueleza haya katika safari yake ya maisha. Meshaki anasema ndio. Yes, Meshaki anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Meshaki anasema hapa nilikuwa nataka niweke mambo kidogo. Ngoja dakika moja hapa. Yes. Tuendelee kusonga mbele na kusikia haya ndugu yetu anaitwa Meshaki akiendelea kushare pamoja nasi, na siku ni hii na ni njema sana. Ndio. Yes. Okay. Mahali tulipoishia basi na tuendelee mbele zaidi. Ndugu yetu Meshaki anatueleza. Meshaki anatueleza haya. Meshaki anasema nimepatwa na hali isiyokuwa ya kawaida. Na sijawahi kukutwa na hali kama hii katika maisha yangu hata siku moja. Meshaki anasema mimi nimekuja kushtuka niko hospitali. Sielewi nini kilichotokea, lakini nimekuja kushtuka siko sawa. Sijawahi kuwaza katika umri nilokuwa nao kuna siku naweza nikakutwa na hali kama hii. Hii hali mimi huwaona watu ambao ni watu wazima, labda kuna maradhi hapa na pale, hali ambayo imepelekea wapatwe na hali kama hii. Kwa mtu kama mimi ambaye nimekuwa niko imara sana, mtu ambaye nimekuwa pia nikiwa na mizunguko yangu ya kutumia nguvu pia, hii inadhihirisha kwamba niko imara kiafya. Sijawahi kulalamika mgongo wala upande mmoja au mkono kunisumbua. Sijawahi kuwa na historia hiyo, au kulalamika nasikia ganzi upande mmoja, au kuhisi nyakati nyingine upande mmoja umechoka au mwili wangu kuchoka. Mimi ni kijana imara sana. Tena ninapokueleza muda mwingi niko na safari na sichoki. Naweza nikalala usiku sana, lakini nikaamka mapema na nikaendelea kufanya kazi. Najua nina afya njema iliyo imara, lakini ile nalala, ile usiku mmoja unaingia unabadilisha historia ya maisha yangu. Meshaki anasema mimi siwezi kufanya kazi upande mmoja. Yani kuongea kwangu pia siongei kama hivi ambavyo unaweza ukasikia maneno. Nimeparalyze. Kwa lugha ya Kiswahili tunasemaje, au hii ndo Kiingereza sielewi. Lakini mimi najua mtu amepata stroke ndo lugha tunaijua, au tunasema ameparalyze. Upande mmoja, mdomo umepinda, mkono wangu huu umekaa kwa namna isiyokuwa ya kawaida, yani upande wote. Ndivyo ambavyo nashtuka nikiwa na hali kama hiyo. Nilishtuka sana. Yani inakuwaje kuhusu hali yangu?
Nimefikaje hapa? Nani kanileta hapa? Nani alijua kama nina hali isiyokuwa ya kawaida pale bafuni? Lakini ndio nilikuwa na hali kama hiyo. Nisikie mimi ninakueleza rafiki yangu. Una afya njema, unafanya movement zako za kawaida za kila siku. Kuna siku moja unajikuta unapatwa na hali kama hii. From nowhere, huwezi tena kuamka, huwezi tena kunyanyua mkono wako kushika vitu ulivyokuwa unashika kama kawaida, huwezi tena kuongea vizuri. Lazima upate stress. Kwa nini mimi nimepatwa na hali kama hii? Imekuwaje nimepatwa na hali kama hii? Na mimi nilikuwa niko sawa. Madaktari wanasema hali hii inaweza ikamtokea mtu. Kuna mwingine inaweza ikawa inamtokea hata akiwa anafanya mazoezi. Kuna mwingine inaweza ikawa inamtokea hata akiwa amesimama tu. Mwingine hali hii inaweza ikamtokea hata akiwa ameketi. Hali hii inaweza ikamtokea mtu. Ni maradhi tu yanakuwa mwilini mwa mtu. Nakumbuka binti ambaye alikuwa sababu ya mimi kuja huku, alikuwa pamoja nami, na ndugu yake ambaye ni cousin wake alikuwa pamoja nami. Hapo hospitali, hapa mahali ambako nimelala hapo hotelini, wamenisaidia sana. Hawa ni watu wema sana. Lakini niko na hali kama hii na niko ugenini. Huyu msichana aliniambia, usiogope. Usiogope. Utakaa sawa. Huu sio ugonjwa wa kawaida. Japo hospitali wanasema huu ni ugonjwa wa kawaida na upo kwenye matibabu, lakini huu sio ugonjwa wa kawaida. Haya ni mashambulizi na lazima itokee hivyo. Lakini utayaweza yote kwa sababu Mungu yuko upande wako. Nilikwambia, haijalishi watarusha makombora kiwango gani juu yako, lakini hawatakumaliza. Haya ni mapigo tu ambao wanayatuma. Lakini tunaamini Mungu aliyekuvusha kwa vita kubwa hata kabla hujamjua ndiye ambaye ataenda kukushindia katika nyakati hizi ambazo umeamua kumfuata yeye na kuyaacha yote. Na wala usiogope. Maneno haya aliniambia nikiwa niko kitandani. Nilisema, mjulisheni mamangu, wajulisheni watu wangu, wajue kuhusu hali yangu. Kwa mamangu alitafutwa, mamangu alielezwa kuhusu hali yangu, na mamangu alianza safari mara moja baada ya kupata taarifa hizi. Kwa hiyo mimi nikawa bado niko hospitali. Hata mama amenikuta bado nikiwa niko hospitali. Sina mawasiliano. Yaani uwezi ukanipigia mimi simu ukanipata. Uwezi ukajua mimi niko wapi. Labda mimi ndo nikutafute wewe, nikueleze kwamba mimi niko wapi. Kwa taarifa ya hali nilokuwa nayo nilimueleza mamangu tu. Na mama sasa anakuja, na huyu dada aliendelea kuniletea watumishi wa Mungu ambao aliendelea kuniombea hapa nikiwa niko hospitali. Lakini mpaka mama anakuja alinikuta niko na hali hii. Mama alisikitika pamoja nami. Alisikitika sana kuona niko na hali kama hii. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Meshak. Meshak anasema tulikaa hapa hospitali. Kumbuka mimi huku Mbeya sina makazi. Huku ni mahali ambako nimekuwa nikija kwa kufanya shughuli zangu na kuondoka. Kwa hiyo hata maisha mimi naishi katika nyumba ya wageni. Ina maana hata mamangu mahali pa kufikia alifikia katika nyumba ya wageni. Hapa sio mahali ambako niliwahi kuwaza kuweka makazi. Kuna maeneo ambayo nimekuwa nikizunguka, nilishawahi kununua mashamba. Lakini kwa huku sikuwahi kuwaza, nilikuwa nakuja tu kufanya shughuli na kuondoka. Lakini bado nikawa naumwa. Yaani sio kwamba niko sawa, hapana, mimi naumwa. Naendelea kuombewa, lakini naendelea kupatiwa matibabu. Mama alishauri na kusema, hapana mwanangu, hatuwezi kuendelea kukuacha ukikaa hapa. Ni vyema tufunge safari na tuende Dar es Salaam, mahali ambako unaweza kupata matibabu kwa watu ambao unaweza nikaona wanaweza kukusaidia. Yule binti alimwambia mama, hata hapa madaktari wapo wazuri tu, atakaa tu sawa.
tunahitaji tumpe muda, atakaa tu sawa. Lakini mama alisema hapana, siwezi kumwacha mtoto wangu. Kuna daktari ambaye ni daktari mzuri kwetu sisi, ameshauri tumchukue na tumpeleke Dar es Salaam. Hapo nikwambie, nikiongea hata kuita mama itoki mama hivi. Yani niko ni mgonjwa. Vuta ni kuvute nisafirishwe. Huyo dada aliniambia Meshek, ugonjwa unaoumwa sio ugonjwa 100% ni hospitali. Nina hofu sana. Mahali ambako unaweza kwenda, je, utapata msaada wa masuala ya kiroho? Nani ambaye ataacha shughuli zake na muda mwingi atenge kwa ajili ya kufanya ibada na wewe? Unahitaji watu ambao wanakujua, unahitaji watu ambao wana mzigo na wewe, na wako hapa Mbeya. Ni kweli mama anakupenda na anataka akuone unapata matibabu kwa madaktari wake bingwa ambao anawaamini yeye. Lakini hao madaktari bingwa hawezi kutibu ugonjwa wako. Ni kweli kuna watu wanapatwa na hii hali, ni hali ya kawaida ya maradhi tu. Lakini wewe hii hali ambayo imekukuta sio hali ya maradhi ya kawaida. Maombi ambayo tunaendelea kuomba yanazidi kukupa nafuu Meshek, na utakaa sawa. Na niamini mimi ninachokuambia. Kiukweli ilibidi nimwamini huyu msichana. Na mimi nilimwambia mama mimi niko okay hapa. Niache mama nikae kwanza hapa. Mama alisema hapana, nikamwambia mama hapana. Nahitaji sana msaada wa kiroho sasa hivi. Na nikamwambia mama naogopa sana mama. Akaniambia mwanangu usiogope. Huko mimi nitakutafutia wachungaji, wataomba na wewe. Nikamwambia ni kweli mama. Kuanza kueleza mwanzo historia yangu mpaka waje waibebe kama hawa ambao wanaibeba tayari, inaweza kanigharimu mama. Najua unaumia, naomba uniache nibaki hapa. Tubaki na wewe pia. Sasa mama hawezi kuendelea kukaa hotelini. Kwa hiyo huyu msichana wa Kilokole ilibidi amchukue mama waende kukaa naye mahali ambako wao wanakaa. Ina maana yule dada ambaye nilifahamiana naye mwanzo na huyu dada wa Kilokole, ina maana walienda kuomba huko kwao ili mama aweze kukaa huko, kwa sababu bado niliendelea kwa hospitali. Meshek anasema nilikaa hospitali kwa wiki 4. Yani niko hospitali. Nakumbuka siku moja nilikuwa niko kitandani. Sina simu. Yani mimi sina simu. Yani siwasiliani na mtu yeyote yule. Kwa hiyo mama yuko hapa, wanapokezana na kuja kuniangalia. Huyu binti ananiangalia na yule dada akipata muda ananiangalia, kwa sababu yana mishemishe nyingi sana. Kuniko tu mimi. Meshek anasema nilikuwa tu niko mwenyewe sasa hapa kitandani. Na kueleza bado hali yangu haijatengamaa. Yani bado mimi siongei vizuri. Bado mikono yangu imekaa tofauti na kawaida. Yani upande huu mmoja wote bado siko sawa. Na hakuna dalili za matumaini. Pamoja na maombi nayoombewa, pamoja na dawa nazotumia, lakini hakuna dalili hata moja ya kusema angalau na feel kama kuna hali ya utofauti. Sioni mabadiliko yoyote. Meshek anasema nikiwa niko hapa kitandani. Meshek anasema mimi katika maisha yangu kuna vitu sijawahi kukutana navyo, hata kusikia sijawahi kuvisadiki. Ninahisi kama ni vitu vya kusadikika, havipo, au ni vitu vya vitabuni kama mazingaumbwe fulani. Yani sio vitu vya uhalisia. Mahali ambako nilikuwa mimi peke yangu, tena siko kwamba niko nyumbani, labda niko nyumbani kwangu labda nini, au kule kwa mama yangu kuna movement labda za watu humo ndani. Niko kwenye chumba ambacho nilikuwa nimelazwa mimi peke yangu, kwa sababu kwenye hiyo hospitali mimi nilienda ninapata matibabu ya VIP kabisa. Kwa niko peke yangu. Ina maana kama mtu atakuja kuniangalia ni mtu ambaye ananijua mimi, au ni nesi au ni daktari. Niko hapa mimi peke yangu, nimelala. Meshek anasema katika mazingira ambayo hata ukiniuliza leo nini kilitokea sielewi, lakini pembezoni mwa kitanda
nilimuona huyu mganga. Mganga ambaye sasa nimeambatana naye miaka na miaka kwa ajili ya kufanya mambo ya kafara. Na mara mwisho niliongea naye akaniambia, usijidanganye. Usithubutu kufanya hicho kitu. Hujui unachokifanya. Itakugharimu sana. Na mimi nikamwambia achana na mimi. Mimi hii nilikuwa nafanya kazi, hii si kampuni yangu. Hivi si, yani sio miradi yangu mimi. Usinitwishe mzigo sio kwa kwangu. Mtu wa kudili naye ni mwenye vyake, sio mimi. Akiniambia uelewe kitu unasema. Jamani, sioti ndoto. Utaniambia nilikuwa na maruerue, nimepatwa na hali isio ya kawaida, nimevurugwa kichwa. Ninakwambia ninamuona pembezoni mwa kitanda. Huyu hapa. Akatabasamu. Niliogopa sana kwa sababu sio kitu cha kawaida. Watu huingia chumbani, huingia mahali kwa kufungua mlango. Si ndio? Atagonga hodi, ataingia. Hata kama hatagonga hodi, utamuona ameingia. Jamani, mlango haujagongwa, mlango haujafunguliwa. Ni mtu huyu hapa unamuona. Kwamba nilikuwa nimefumba macho. Yani kwamba sijamuona, na kati namna nilivyokuwa nalala mimi nauona mlango. Nilishtuka. Alitabasamu akaniambia usiogope. Nakuja kutembelea. Wala huna sababu ya kuogopa. Utalala hapa mpaka lini? Meshak, utalala hapa mpaka lini? Unataka kulala maisha yako yote? Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akaniambia kwa sababu ndivyo ambavyo naona utalala maisha yako yote. Nina wasiwasi angalau huu mkono wako mmoja unaweza kufanya kazi. Nina wasiwasi hutaweza kufanya chochote. Kuna faida gani kuishi katika ulimwengu ukiwa na madhaifu makubwa kiwango hicho? Usiyeweza kufanya chochote. Mtu ambaye utakuwa unabadilishwa tu nepi, unageuzwa upande huu, unageuzwa upande huu mpaka mauti unakukuta hapo. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tu ya kuamua kushikilia misimamo isiyokuwa ya maana. Meshak, tunakupenda sana. Rudi kazini. Rudi kazini. Mimi nitauamsha upande wako huu mmoja. Na utapata nguvu mpya. Na utarudi kazini. Na kama hutafanya hivyo, upande huo mwingine pia utaoza. Nikamuuliza unamaanisha nini? Akaniambia ndio. Umeona upande wako huu mmoja, huu upande. Ulishaanza kuoza. Ni vile tu hujaanza kuona funza. Lakini muda sio mrefu utaanza kuona funza. Usiogope. Lakini kama hutachukua maamuzi mapema na kufanya maamuzi, na huo upande utaanza kuoza. Nikamwambia naomba ondoke mbele yangu. Nilishakwambia nimefanya maamuzi na sijafanya kwa kurupuka. Naomba uache maisha yangu kwa sababu mimi sihusiki chochote na hiyo miradi yenu. Mimi si mshirika nanyi. Akasema nani anakudanganya Meshak? Huwezi ukasema wewe sio mshirika nasi na wakati tumekula chakula pamoja, tumekunywa pamoja, tumeshiriki kila kitu pamoja, tumesafiri pamoja, tumenia mamoja. Inawezekanaje wewe leo uamue tu kukaa mbali nasi? Unapoenda kukaa mbali nasi ina maana wewe ni msaliti. Unajua faida ya msaliti? Unajua faida ya msaliti Meshak? Maisha yake yanakuwa sio maisha ya fahari, sio maisha ya furaha wala ya heshima hapa duniani. Mwisho wake unakuwa ni wa aibu. Utabadilishwa pampers. Wewe nepi zitakuwa zinabadilishwa. Utaoza, utakuwa unatoa funza kwenye mwili wako. Nakupa muda. Nakupa siku 5. Fanya maamuzi. Kama hutabadilika ndani ya siku hizi 5, usinilaumu. Na usimlaumu mtu yote. Meshak anasema, jamani, hiki kitu kwenye maisha yangu ndo nilisema duniani kuna mambo mengi ambayo huwezi kuyaelewa mpaka siku ukutane nayo. Kama mimi nakwambia mtu mimi angenieleza, ningesema huyu ana kichaa. Yaani mimi binafsi ningesema huyu mtu anaweza kana shida. Inawezekanaje?
uko chumbani mwenyewe, mtu anakuja anatokea wapi, lakini sijajua ni level gani za uchawi, mimi sijui, lakini alinijia na kunieleza haya mambo, na mimi nilipata mshtuko wa moyo. Nilipata mshtuko wa moyo sana, na hali yangu pia sio nzuri. Kumbuka hata napomuuliza, sio namuuliza kwa lugha hii unayoelewa. Nazungumza nikiwa kinywa changu, mdomo wangu umeenda upande mmoja. Daktari alikuja akaniona pressure yangu imepanda sana. Ni nini? Nikamwambia niko sawa, nikitaka niitiwe yule dada, yule binti wa Kilokole. Nikaja nikamwambia kuna kitu kimenitokea cha ajabu, ningekuwa na nguvu ningeweza kutoka nikimbie, lakini sikuweza kuwa na nguvu ya kufanya chochote. Ni kitu gani? Nikamwambia yule mzee sielewi kwa mazingira gani, lakini amenijia hapa. Akaniambia amekwambia nini? Nikamwambia amenieleza kwa habari ya kubadilisha mitazamo yangu, kwa sababu mimi bado ni wa kwao. Amenieleza kwa habari ya mimi kuwa msaliti, na faida ya msaliti ni mbaya sana, mwisho wake sio mzuri. Akaniambia usiogope. Unajua shetani huko hivi, wakati unafika unataka wakati unafika anaona unaondoka na umeondoka, umeamua kuiacha njia yake. Anachotaka yeye ni kuhakikisha anaangalia mlango wa wapi aingilie ili aweze kukudhoofisha. Sasa hivi anajua bado hujasimama, bado una hofu, ndio maana anakuja kukupa hofu. Unataka uishinde hofu. Mungu uliye ni mkubwa kuliko huyo mtu ambaye anakuja katika mazingira ambayo hayaeleweki. Huyu naye ni mwanadamu. Mungu ana uwezo zaidi ya kila kitu. Wakati mwingine anapokujia wewe, unachotakiwa ni kumuita Mungu. Mwambie Mungu nisaidie. Maana yeye ndio mwenye uwezo wa kila kitu. Na usiogope anapokujia. Iwe ni katika ndoto, katika mazingira yoyote, kuwa na ujasiri. Unaposhtuka kwenye ndoto, kemea, kataa. Endelea kusema mimi si wa kwenu. Endelea kusema mimi si wa moja na pamoja nanyi. Mimi nilishatoka, siko huko tena. Aliniambia maneno tu hayo. Nikamwambia naogopa. Kweli naogopa. Akaniambia usiogope. Niko bado hospitali. Ile siku ilipita. Ile siku ilipita. Ile siku. Ikaja siku nyingine. Ikawa ni siku ya pili sasa. Ina maana ile siku alikuja, inayofuata. Zikapita siku 5. Maisha yake anasema upande huu ambao mimi sijapata shida. Yani huu ambao mkono una sense. Yani naweza shika kitu nikafeel nimeshika. Sasa huko ambako ni mzima. Nilijifeel kuwashwa. Yani kwa najifeel kuwashwa kwenye mkono. Sasa kumbuka mimi mkono huu haufanyi kitu chochote, yani siwezi kufanya chochote. Upande huu wote. Lakini nikaa nasikia kuwashwa hadi nikaa nasema una mkono unawasha kweli. Mkono unawasha. Hata mama aliniuliza unawasha wapi? Nikamwambia unawasha huko kwenye viganja. Kwenye viganja huko mkono unawasha. Mama akaniambia wanasemaga mkono ukiwasha unapata hela. Nikamwambia hata sijui. Mama akasema labda mwanangu utapata hela, akiwa ananitania. Maisha yake anasema nikaona kitu keusi. Yani kwenye kiganja cha mkono. Yani kama kitu keusi, kama kakipele kanila, lakini kama kakipele keusi hivi. Hata sikuanza sana. Maisha yake anasema lakini pale palipokuwa panawasha, yani maeneo yalikuwa yanawasha na kidude kilikuwa kinawasha, kikaanza kuuma. Nikaa nasikia maumivu makali sana. Sio upande ambao nime paralyze huku mimi sensi chochote, ni upande huu. Hapo bado nikiwa niko hospitali, bado nimelazwa. Maisha yake anasema yani mimi, mwili wangu mimi nikiwa hapo hospitali. Maisha yake anasema hapa mahali ambapo palitokea kidude pakawa panauma na lalamika, hadi nikana mwambia daktari hapa pananisumbua, mbona sasa panaanza kuuma? Daktari alikuja kuniangalia, alitoka Funza.
tena funza mkubwa, hadi daktari aliogopa. Akasema, wewe ni nini hiki? Ni nini hiki? Nikamwambia amwambie yule dada, huyu binti wa Kilokole. Yule binti wa Kilokole akaja akaniambia, kitu gani hiki? Nikamwambia yule mtu kuna maneno aliniambia. Aliniambia ananipa siku 5. Kama sitabadilika nitaanza kuoza. Akaniambia utaanza kuoza? Nikamwambia ndio. Kwani ufunza katoka wapi? Jamani, funza, unamjua funza? Niliogopa sana. Lakini nataka nikwambie, ule ulikuwa ni mwanzo. Nilitokewa na hivyo vidude. Yani hivyo vidude vyeusi vilitokea mwilini. Vilitokea mwilini, mwili mzima. Na ajabu ni kwambie vidude vilitokea wapi? Vilitokea nusu kiwiliwili changu. Yani umeona umejiona hivyo ulivyo, yani nusu, yani ukate kwenye pua, ukate nusu mkono wa huku. Yani huku niko kwa kuzima huku. Ndio nilitokewa na hivyo vidude, vilikuwa vinatoka funza. Na huku sifanye kazi kabisa. Yani huku nimeparalyze kabisa. Hii ilikuwa ya hatari sana. Hii ilikuwa ni hatari. Wale watu waliokuwa wanakuja kuniombea, walikuwa wanakuja hapa wananiombea, jamani, wananiombea. Sijui wananimwagia maji, sijui wananipa maji ya kunywa, sijui wananiambia nifutiwe chumvi. Jamani, ni funza mimi, mwili unatoka funza. Natolewa lifunza, wanaenda kuchukuliwa lifunza, wanachomwa. Jamani, sijui chumvi. Jamani, sijui hapa kwa mafuta. Jamani, sijui mtu. Mamangu alikuwa analia. Mamangu akasema hatuwezi kunyamaza mwanangu, hatuwezi kunyamaza. Siwezi kushuhudia hiki kitu mwanangu, tuondoke twende Dar es Salaam, hatuwezi kufia hapa. Huwezi mwanangu kufia hapa ugenini. Sina watu nao wajua kwenye huu mji. Sijawahi kukanyaga katika hii ardhi. Sina mtu yote zaidi ya hawa watu ambao ni Wasamaria wema. Imefika kipindi mwanangu hawa watu wameshindwa, wamenihifadhi mimi pale, siku zinazidi kwenda, hakuna dalili zozote. Mwanangu, siwezi kukuacha ukafa hapa, siwezi. Twende nyumbani mwanangu. Mungu wangu. Yani sijui nikueleze vipi. Hivyo vidude vilivyokuwa vinanitokea mwilini, vinavyowasha, vinavyoanza kuuma, haufunza wanavyotoka. Mpaka nilisema na kumwambia huyu dada, nikamwambia ni lini nitapona? Mbona imani yangu imeanza kurudi nyuma? Mbona najisikia kukata tamaa? Mbona hakuna nafuu? Nikamuuliza, au maovu yangu niliyoyatenda Mungu hajanisamehe na sasa inabidi nife? Akaniambia hapana. Bado Mungu ana mpango na wewe. Nikamwambia hapana. Niangalie nilivyo. Jamani, hivi vitu vilinitesa. Niliisha nakwambia. Yani nilipoputika, mwili uliisha. Yani vile mwanzo ambavyo nilikuwa naumwa, huku tu nimeparalyze na lala zangu na pumzika, hivi vidude vilikuwa vinanifanya silali. Sijui ni vitu gani, sielewi. Nimekaa nimeteseka na hiyo hali ya kutoka mafunza. Ni kutoa mafunza kusafishwa, ni kutoa madude kusafishwa, na nikitolewa hilo, kwa mfano kama sehemu nimetolewa hilo lifunza, yani si hivi kisehemu huyo funza katoka hapa, ili sehemu linabaki ni shimo lidoa linabaki hapa mpaka huku usoni. Ushawahi kutoka na funza usoni? Ulishawahi kutoka na funza usoni? Kitu kinaanza kuwasha, kinawasha, kitu cheusi kinawasha, una kikuna kinaanza kuuma. Nilisema mimi nakufa.
Mama akaniambia hatuwezi kubaki hapa. Yaani ndio kauli ya mama. Hapo kuna ndugu zangu wakawa wamekuja. Waliponiona walilia. Kwa nini mama alikuwa anafanya siri? Kwa ajenda ipi? Hatuwezi kukuacha hapa. Hatuwezi kukuacha hapa. Hatuwezi. Ndugu akasema hapana kumwacha huyu mtu hapa, tunaondoka. Na mimi mwenyewe nikasema ni bora nikafie da. Ulichowahi kufika level unaumwa, inafika mahali unasema kuliko kuwatesa ndugu zangu waanze kusafirisha mwili, niende tu nikiwa bado niko mzima. Ni bora nisafirishwe nikiwa niko na uhai kuliko kusafirishwa nikiwa nimeshapata umauti. Ndicho ambacho yani kwa sasa hivi ninasema kwamba basi mimi nisafirishwe nikiwa niko hivyo mzima. Processes zilifanyika pale, usafiri uko umetafutwa, mimi inabidi niondoke. Mama alimwambia huyu msichana, alimwambia nyinyi ni watu wema sana, asanteni sana, lakini siwezi kumwacha mwanangu huko. Kama unaweza ukaacha vitu vyako, ukaacha kazi unazozifanya, nitakushukuru kama utaambatana pamoja nasi kama unajali. Kama huko Dar es Salaam unaweza kupata watumishi wa Mungu ambao unaweza ukawa unawajua, wakawa wanakuja kuomba na ndugu na mwanangu, ni sawa, lakini siwezi kumwacha hapa. Natazama ndugu zake. Niliamini ya mambo yatakuwa mazuri mapema, lakini mambo yamekuwa tofauti. Mimi ni mama, siwezi kuona mwanangu anateseka hivi na niko ugenini. Yule dada akasema siwezi kumwacha Meshak. Nitaacha vyote, nitakuja na taambatana pamoja nanyi. Kwa hiyo yule kazini wake akamwambia ni sawa, kweli Meshak anahitaji support. Unajua mimi niko na vitu vingi nafanya. Nenda kazini. Yani siamini kama huyu mtu amekuwa na hali kama hii. Utani mambo yamekuwa magumu hivi. Kwa hiyo tuliondoka niko hoi. Nakwambia niko hoi. Mtu mmoja akisimama akikwambia hakuna uchawi, haujamkuta yeye na familia yake. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kuyathibitisha kwa macho ya nyama, kwa sababu ni vitu ambavyo sio vya kuelezeka, haviwezi kuelezeka. Vitaelezeka kwa yule ambaye anaweza kukutana na hiyo situation akakueleza kwamba hiki kitu sio cha kawaida. Kwa sababu hata hospitali wanasema hiki kitu sio cha kawaida. Mtu gani anauza hivi? Na mimi ni mzima. Jamani, mimi ni mzima. Nimeparalyze ni kweli, lakini sio kwamba siwezi kuongea. Maneno nayatafuta, lakini ni mzima mimi. Sio kwamba mimi nimesha kwa mauti, mwili wangu unaanza kuoza hapo. Hapana. Jamani, unachoaje funza mtu ukiwa mzima? Nilikuwa unajua kwenye mguu wangu huu mmoja ambao hauja paralyze huu. Yani ninatolewa funza, wanatolewa funza. Yani huko mguu unaoza. Hivyo vidude vimetoka vingi. Kwa hivyo vidude vyeusi vimetoka vingi. Kwa hiyo funza. Kwa hiyo unakuwa unaoza mguu. Na sijafa. Yani nikasema Mungu wangu mimi, ndio labda maisha yangu sasa ndio yanafika mwisho. Labda ndio vitu vyangu sasa vinafika mwisho. Niliwaza hayo. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Meshak katika siku njema ya leo. Ndio, leo tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2025. Leo siku ya Jumatatu. Yani leo hata sijapumzika kuongea. Jamani. Leo ni kivumbi leo. No mapumziko leo jamani. Hata ningekupa taka burudani kidogo. Sasa nikukumbushe tunaendelea kusherehekea miaka 11 EFM. Tangu matangazo haya yalipoanza kuruka live. Unajua miaka 11 ni mingi. Miaka 11 ni mingi sana. Sijui lini ulianza kutusikiliza. Sijui una miaka mingapi. Vyovyote vile, lakini umekuwa ni familia pamoja nasi. Tunakushukuru sana. Sasa sisi tumeandaa mambo mengi mazuri kwa ajili yako
katika kutimiza miaka 11 ya EFM. Tuna vingi kwa ajili yako. Endelea tu kutegea sikio EFM kwa saa 24. Uendelee kupokea vile ambavyo tunakuandalia msimu na msimu, ili uendelee kuenjoy kutusikiliza na vipindi vyetu bora kabisa kwa saa 24. Na nikushukuru pia wewe ambao unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Kama bado hujasubscribe, fanya usubscribe ili ndugu yangu nawe uwe mwanafamilia. Na vizuri pia ukashare na ndugu jamaa na marafiki, tuendelee kufurahia, tuendelee kuwa familia moja. Yes. Ndugu yetu anaitwa Meshaki akiendelea kutujuza haya katika safari yake ya maisha. Meshaki anasema haya. Meshaki anasema, yes. Sawa. Okay. Kuna kitu hapa naika sawa jamani. Sawa. Sawa. Meshaki anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Meshaki anasema, hivi ndivyo maisha yangu yalivyobadilika. Maisha yalivyobadilika. Tulifika Dar es Salaam na tulifikia nyumbani kwetu, yani mahali ambako anaishi mamangu, familia yangu inaishi hapa. Na ndugu zangu walishauri kwamba nipate huduma nyumbani. Kwa hiyo kuna daktari ambaye anaaminika alikuja na akanitazama, akaiambia familia yangu, unajua shida kubwa ambayo mimi naiona hapa, yani ni hao wafunza ambao wanaendelea kuzaliana mwilini mwangu. Yani hiyo ni shida zaidi. Nini chanzo cha wafunza? Kwa nini mwili wangu unaoza? Kitaalamu wao wanasemaje? Daktari anasema hiki ni kitu cha ajabu. Ni kitu cha ajabu. Lakini tunazidi kuangalia tatizo lake ili ambalo ndio limepata stroke, yani upande huu ambako nimepata shida. Ambako hili sasa kitaalamu kuna sababu zake ambazo mtu anaweza kupatwa na hii hali. Lakini huko ambako ninapatwa na hii hali, na wao wanasema inabidi sasa wafanye uchunguzi zaidi ili waweze kujua ni nini zaidi inasababisha hiyo hali. Maisha yake anasema, hapa tuko Dar es Salaam. Tuko Dar es Salaam, niko hapa nyumbani. Alikuja kijana mmoja kati ya watu ambao tumekuwa tukifanya nao kazi. Na huyu ni miongoni mwa watu ambao pia walikuwa hapo karibu na bosi. Nilikueleza mimi ndo nilikuwa topo, nipo karibu na bosi. Lakini bosi pia alikuwa na vijana baadhi ambao wanawakubali, wanafanya kazi vizuri, wanajituma sana. Kuna wengine hata walikuwa na elimu kubwa zaidi. Wengine mpaka walikuwa wamefika chuo, wameambatana pamoja naye, amewapa vitengo, wanafanya kazi za hapa na pale, wanamshauri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huyu kijana mimi ninamfahamu vizuri sana. Alikuja nyumbani. Sijui nani alimueleza kwamba mimi nimefika, niko hapa nyumbani, kwa sababu habari zangu za kuumwa kwangu zilikuwa ni za siri sana. Lakini alikuja kutaka kuja kuniona. Na mama ndo aliniambia kuna mtu anaitwa fulani. Na akaja kuniona. Akaniambia, Meshaki, wenzako watakuwa. Utataka ndugu zako waendelee kukupambania hivi mpaka lini? Akaniambia mipango aliyokuwa nayo na kukufanya usife, uumwe hivi kwa muda mrefu sana. Utakubali kubaki hapa kitandani hivyo? Maisha ni mafupi sana, Meshaki. Kwa nini usikubali kuamka hapo na kurudi kwenye shughuli zako? Sisi ni vijana, unajua.
Mimi nakuonea huruma sana. Natamani kuona unaamka. Turudi kwenye harakati zetu. Najua unataka labda kutubu. Wewe bado ni mdogo sana kutubu. Hata kama umefanya dhambi, unadhani hata ukitubu utafanya dhambi nyingine katika utafutaji? Wewe bado ni kijana. Wanatubu watu waliozeeka. Tubu umefikisha miaka 55, 60 huko. 70 huko. Unaona kabisa jua linazama, natakiwa nitengeneze na Mungu wangu. Hapo ndio una sababu ya kutubu. Hata ukipitia mateso kama haya na mwili wako unakuwa ni dhaifu, utaondoka mapema. Mtu mwenye nguvu kama wewe hawezi kukuondoa mapema. Utatabika kwa muda mrefu na utatesa familia yako. Haya maneno yaliniingia mpaka kwenye kilindi cha moyo. Yaani yaliingia mpaka kwenye kilindi cha moyo. Unajua na ninateseka? Unajua ninateseka? Ninateseka. Nimeisha. Nikamwambia, nani kakutuma? Akaniambia hakuna aliyenituma. Ila ninawajua hawa watu. Naonea huruma ndugu zako. Uliyafanya mambo kwa manufaa yako, kwa faida zako. Ulifanya wewe. Lakini haya mambo yanakuja kutesa ndugu zako. Mimi nimekuja tu kukushauri kwa sababu ni mshikaji. Utaendelea kutabika. Hakuna kitu cha kukutoa hapo kitandani. Hamna kitu cha kukusaidia. Waganga hao watu sio wa mchezo. Sio wa mchezo kabisa. Lengo ni kukumaliza. Nakumbuka sikusema chochote. Nikamwambia nashukuru umekuja kuniona. Asante. Maisha yake anasema nilimwambia huyu dada kwa sababu tuko naye yuko hapa nyumbani. Huyu dada alikuja, aliambatana pamoja nasi. Nikamuuliza, Mungu wako yuko wapi? Akaniambia, kwa nini unaniambia hivyo? Nikamwambia, nakwambia hivyo kwa sababu wewe ndio ulianzisha haya. Usingeanzisha haya, ningeendelea na maisha yangu ya amani. Akaniambia, Meshak, kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia sikupaswa kujua chochote. Ni bora basi hilo jambo ambalo alikuwa amenipangia lingenikuta. Basi hata kama wangelitoa msukule ni basi kuliko unavyoteseka hivi. Nateseka sana. Lakini wewe uko kimya. Uliniambia mambo yataisha. Ulisema nitakaa sawa. Ninaoza mimi. Niangalie nilivyo. Unataka ndugu zangu waendelee kutaabika tu kwa ajili yangu? Akaniambia, unatakeje? Unataka kurejea kule kwa wale watu wako? Unataka urudi tena kwa yale matendo ambayo ulishaachana nayo? Meshak, Mungu hawai wala hachelewi. Na Meshak, Mungu anakupenda sana. Kama kukumaliza hawa watu wangekuwa kumaliza, na hata wao wanajiuliza kwa nini mpaka sasa hivi una survive. Nikamwambia hawajiulizi hivyo kwa sababu wanataka niendelee kuteseka. Akasema sio kweli. Hata wao wanahangaika, wanajiuliza kwa nini una survive. Meshak, unajua kazi za shetani? Yaani sasa hivi ni kukumaliza wewe. Lakini hawawezi kwa sababu Mungu yuko upande wako. Ni kweli umelala, ni kweli hujiwezi, ni kweli unatoka funza, lakini Mungu anakupenda hivyo hivyo ulipo Meshak. Hivyo hivyo ulivyo. Hivyo hivyo. Nikamwambia hivyo hivyo ananipenda mimi hivi hivi. Akaniambia Mungu anakupenda sana na yuko karibu na wewe kuliko ambavyo mimi niko karibu hivi na wewe. Yaani hivi ambavyo tumesimama mimi siko karibu na wewe. Mungu ndio yuko karibu na wewe. Yuko karibu na wewe hivyo. Yaani unajua kuna maneno ya Mungu yanafariji, lakini nataka nikwambie kuna muda ukitafakari unasema hivi vitu havipo. Hivi vitu havipo. Yaani kwa nini kwanza nilianza kujihusisha naye mambo? Ningeishi tu maisha yangu mimi. Ningeishi maisha yangu mimi, ningeendelea na harakati zangu. Ni nini hiki sasa? Angalia mambo yanayonitokea.
Angalia mambo. Huyu dada kaja kaniticha kaniambia huku twende, Mungu anaweza, utapatwa na jambo. Angalia mimi leo najiona nakufa sifi. Nilijisikia vibaya sana. Aliniambia usitamke maneno kama haya. Mungu anajua vile unavyojisikia. Na Mungu anataka pamoja na hali uliyokuwa nayo, umwambie yeye bado wewe Mungu unaweza. Umwambie kwa sababu mimi umenipa uhai, naamini Mungu unaweza fanya jambo jipya kwangu. Usikiri kushindwa. Kushindwa ni kumpa shetani nafasi na anaenda kukumaliza. Tulipotoka ni mbali sana. Ni nyakati tu zimekaribia. Mungu anaenda kukutendea. Meshaki, wewe unatakeje? Unatakeje? Umefanya ya maovu kwa miaka mingapi? Unataka tu leo umeokoka kesho mambo yabadilike kesho? No. Endelea kumwambia Mungu nisamee. Endelea kumwambia Mungu nataka nikuone kwenye maisha yangu. Endelea kumwambia Mungu unajua unaweza ukaniponya. Na kusomea kila siku maandiko. Kila siku na kutafakaria maandiko. Lakini bado unataka kuyawaza yale ya nyuma na kuona kwamba yalikuwa bora kuliko haya ambayo unayatafuta sasa. Nilimwambia kuna muda nakuwa siko sawa. Kuna muda najisikia vibaya. Kuna muda najisikia vibaya. Akaniambia ni hali ya kibinadamu. Ni hali ya kibinadamu kukata tamaa. Lakini mwambie Mungu naomba unitie nguvu. Katika hili ninalopitia naomba unitie nguvu. Jamani, haya mambo hayakuwa mepesi kabisa. Haya mambo hayakuwa mepesi kabisa. Haya anatueleza ndugu yetu, mpendo wetu, rafiki anaitwa Meshaki katika siku njema ya leo, siku ya Jumatatu, na ni Jumatatu njema kabisa. Muda unazidi kusogea mbele. Muda unasogea. Yes, nami basi msikilizaji nizidi kukushukuru sana. Leo nimekuwa sina mapumziko. Leo nimekuwa sina mapumziko. Sasa kwa sababu natamani nipate mapumziko kidogo, naomba nikushukuru sana msikilizaji na niendelee kusoma ujumbe wako pia. Leo nasoma ujumbe leo. Huku nikiwa navuta pumzi hapa kidogo. Yes, na huku mambo yanawekwa sawa. Leo mambo hayaja sawa hivyo. Yes. Haya. Geoffrey Atanas unasema uko pamoja nasi, asante. Ali Mrangi unasema mdau asiyechuja wa Tamtam Salam Club Saluni Mabibo, uko pamoja nasi, unatusikiliza mwanzo hadi mwisho, asante. Songo Mdogo unasema tuko pamoja mpaka mwisho, asante. Kinachonifurahisha kwenye mambo ya imani ni kwamba unachokiamini wewe na kukisujudia kuna mtu mwingine anaona ni ujinga ambao yeye hawezi kufanya na kuna lolote baya litakalomfikia. Aaron Sanana anasema yuko pamoja na sisi. Feti anasema tunakupenda da Veronica, nikitaka vipande vya nyuma napataje? Basi fuatilia tu kwenye YouTube channel yetu hapa. Fuatilia tu kwenye YouTube channel yetu. Okay. Yes. Haya, una haki ya kuongea maneno hayo, ndo maana niliwapa haya. Naona Gladness Nyamba unasema pole sana Meshaki, jamani mbona anapitia sana ila asikate tamaa, Mungu yuko pamoja naye. Oliver unasema dada Veronica tunakupenda sana. Juliet Alois unasema tuko pamoja Veronica, simulizi inafundisha. Rosie Brown anasema niko Oman na kupenda sana Veronica. Niru Shofa unasema tunashukuru. Kisimo Krish unasema tunafurahi leo umesoma comment zetu. Sofia Sabuni unasema Vero nimependa nywele zako, umependeza. Runi wa Bongo unasema uko pamoja nasi. Kidevu dereva bodaboda kutoka Kimara Kingungu. Fabian Alois unasema unatupenda. Haya, simulizi hot sana anaitwa Bland. Sante. Benson Mwasha unasema tuko pamoja Veronica. Milky unasema uko pamoja nasi. Doto Adam Doto unasema
anisamee, sikujua. Jamani, nani akusamee tena? Zupa Veronica, umependeza leo. Asante Zupa. Godfrey Atanas Vero, leo nitakupa zawadi. Tuma tu namba ili upokee muamala. Jamani, Geoffrey Atanas. Sugar Star unasema dada Veronica tuko pamoja mpaka mwisho. Mr. Kane unasema tuko pamoja Veronica. Gerard unasema pole sana kwake Meshak. Ali Bomeza unasema simulizi nzuri sana. Joyce unasema dada Veronica umetopendelea, hakuna hata matangazo leo. Yani leo hakuna matangazo kipenzi changu, umeenjoy? Yani no matangazo. Janet Samuel Haki Vero, leo umetisha sana, hakuna matangazo. Asante Ima James unasema kwa pamoja nasi. Mpoki Mwasajone unasema jamani, Mungu amsaidie Meshak na amlinde pia. Farida Kitambulio, leo nimependa sana jamani. Leo mapumziko, matangazo yamepumzika jamani, kumbe mnapenda tusio na matangazo kabisa. Dula Khan, asante jamani, asanteni. Mimi nawaona hapa jamani. Najua tu sasa hivi mnanisikia sauti hata mnione, si ndio mtaalamu wangu ya hata sionekani. Meshak, asante Meshak jamani. Kuna msikilizaji wetu anaitwa Meshak huko. Martha Mranda, jamani naogopa kwa hayo. Yes, mambo ni magumu sana. Latifa, asante jamani, huko pamoja nasi. Asante sana kwa nyote ambao mnaendelea kutufuatilia kupitia EFM. Sasa mimi leo nimeongea sana jamani, ninatamani kupumzika. Kwani nimeongea sana eti? Kuna mtu kaniambia Vero umeongea sana. Kunywa hata maji jamani. Nipate break kidogo. Okay. Jamani, nikushukuru sana msikilizaji, sana nikushukuru katika siku njema ya leo. Asante kwa kunipa nafasi ya kipekee sana. Mimi nikushukuru tu sana jamani. Nikutakie usiku mwema. Kesho tutaendelea mbele zaidi na kuyasikia mengi. Nini ambacho Meshak anataka kutueleza zaidi katika nyakati ambazo anaona amekata tamaa? Meshak anasema nisikie mimi ninaeleza situation ambayo naipitia, lakini mambo ni magumu sana jamani. Mtu